Command your day. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi. Umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako. Imekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Karibu katika Chomoza Clouds TV. Ni mimi Apostle Fausta Kapaya. Karibu sana mtazamaji wa Command Your Day, It Is Well. Leo tutajifunza kwa habari ya kuwa mwanafunzi wa Mungu, kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa nini sisi tunatakiwa kuwa wanafunzi? Mwanafunzi ni nani? Mwingine anaweza kujiuliza, kwa nini niwe mwanafunzi wa Yesu? Kuna kitu ambacho Yesu mwenyewe alitaka kwa wanafunzi wake. Huwezi kukubali, huwezi kusema kwamba umeokoka pasipokuwa mwanafunzi wa Mungu, pasipokuwa mwanafunzi wa Yesu. Biblia inasema katika Yohana 8 ule mstari wa 31, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Wale Wayahudi waliomwamini. Kwanza, maana yake umemwamini. Kama umemwamini, maana yake ni lazima uwe mwanafunzi. Lazima uwe mwanafunzi, mwana wa Mungu. Biblia inasema kwamba wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nyinyi mkikaa katika neno langu. Mpaka umeokoka, manake umekaa katika neno la Mungu. Na ndio maana mtakatifu wa Mungu hutakiwi kuishi bila kuwa na neno. Maana neno ndo uzima. Neno ndo linalotupa mifumo na sheria ya kuishi hapa duniani. Ukiniambia kwamba mtakatifu wa Mungu huna neno, nitakushangaa. Na ndio maana unatakiwa kujiwekea ratiba, kama ratiba nyingine unavyojiwekea kupiga mswaki, kama ratiba nyingine unazojiwekea kama we ni mwanafunzi wa kwenda darasani, kama ratiba nyingine unazojiwekea kama we umeajiriwa kwenda kazini. Ndivyo hivyo mwana wa Mungu unatakiwa kujiwekea ratiba ya kulisoma neno. Maana neno ndio uzima wetu. Neno ndio maisha yetu. Neno huwezi ukalichukulia kawaida kama wengine wanavyolichukulia na ukajiita wewe ni mwanafunzi. Na ndio maana kama unamwamini Yesu, lazima ukubali kuwa mwanafunzi wake. Na Biblia hapa inasema kwamba waliomwamini wakalijua neno, nao watakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Maana yake kama hauwezi kulijua neno la Mungu, kama wewe ni mvivu wa kusoma neno, bado hujawa mwanafunzi wa Mungu. Kwa nini Mungu anataka tuwe wanafunzi wake? Kwa sababu wanafunzi, kuna vitu hapa nimeviandika, sifa za mwanafunzi. Kwa nini Yesu mwenyewe anataka tuwe wanafunzi wake? Tumeamini, ndio. Tunapolisoma neno ndo anaamini kwamba kweli sasa tumekuwa wafuasi wake. Kweli sasa tumekuwa wanafunzi wake. Uwe utayari wa kujifunza. Mwanafunzi siku zote anakuwa na utayari wa kujifunza. Kwa hiyo lazima uwe na utayari wa kujifunza neno la Mungu, wewe kama mwanafunzi wa Mungu. Ndio maana mtu yoyote mtakatifu wa Mungu hawezi kusema kwamba kwa sababu nimesoma neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo niache. Hapana. Kila siku lazima usome. Mwaka huu umemaliza kitabu chote cha Biblia, mwaka kesho lazima urudie tena, kwa sababu huwezi kujua neno fulani linaweza likabadilisha tena likawa mafunuo tofauti. Maana yake tunapolisoma neno, tunamsoma Mungu mwenyewe. Tunapolisoma neno, tunasema na Mungu direct. Unakuta Mungu anaongea na watu kupitia neno lake. Na ndio maana nasema kwamba imani huja kwa kusikia. Kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Sio huja kwa kusikia maneno ya watu. Hapana. Utakiwi kusikia mtu wa kusikia sana maneno ya watu. Unatakiwa uwe ni mtu wa kujifunza neno la Mungu. Unatakiwa uwe ni mtu mwenye uchu wa kupenda kukaa darasani na kujifunza neno la Mungu kuliko maneno ya watu. Wanadamu wana maneno, lakini Mungu analo neno ambalo litakutoa hapo ulipo, litakupeleka sehemu nyingine. Sifa nyingine ya mwanafunzi, kumuelewa mwalimu wake. Lazima amuelewe mwalimu.
Mwanafunzi ambaye anaingia darasani anatoka mtupu, manake huyu mwanafunzi kwanza hajamuelewa mwalimu wake. Amuelewe kivipi? Lazima ajue tamaduni za huyo mwalimu, lazima ajue mwalimu anapendelea nini zaidi, lazima ajue mwenendo wa mwalimu wake. Kwa hiyo kama sisi ni wanafunzi wa Yesu, lazima tumjue mwalimu wetu ambaye ni Yesu. Lazima tujue Roho Mtakatifu ni vitu gani wanavyovipendelea. Yesu ana mapenzi gani na sisi? Huyu mtu ni wa design ipi? Lazima umsome vizuri Yesu na umjue vizuri ili uwe mwanafunzi mwema. Kwa sababu tunavyokuwa wanafunzi, na sisi mwisho wa siku tunakuwa walimu wa watu wengine, kwa sababu tumekubali kukaa chini ya mafuta na kujifunza. Mwisho wa siku tunakuwa na sisi walimu wa watu wengine. Sifa nyingine ya kuwa mwanafunzi, huyu mwanafunzi lazima awe na nidhamu. Huwezi ukasema unampenda Yesu na hauna nidhamu ya maisha. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Unavyosema unampenda Yesu, moja kwa moja unamaanisha kwamba una nidhamu ya maisha yako wewe mwenyewe. Una nidhamu na midomo yako, una nidhamu na maisha yako, utaratibu, mwenendo wa maisha ya kila siku lazima uwe na nidhamu nayo. Ndio wewe uwe mwanafunzi mzuri wa Yesu. Yesu anapokuja duniani, ukiangalia akiwa na wanafunzi wake, alikuwa anawaambia habari njema ya Mungu. Alikuwa anawaambia mikakati, mifumo, sheria, jinsi gani ya kuishi mwana wa Mungu. Kwa hiyo wewe kama unampenda kweli Yesu, kama wewe kweli ni mtakatifu wa Mungu, unaposema kwamba mimi nampenda Yesu, lazima ukubali kuwa mwanafunzi. Manake lazima ukubali, uwe tayari kufundishwa, uwe tayari kumruhusu Roho Mtakatifu pasipo kumwekea mipaka. Maana kuna watu wanamwekea mipaka Roho Mtakatifu, wanamwekea mpaka Yesu, kwa sababu hili jambo siwezi kuliacha, ili Bwana usiniguse, hili usiniguse kabisa, tabia hii usiniguse kabisa. Hapana, wewe hujakubali kukubadilika. Unaposema unampenda Yesu, manake ukubali kuwa mwanafunzi. Yuko tayari kukufundisha, uko tayari kujitoa, uko tayari kujikana, uko tayari kutoa maisha yako kwa ajili yake, uko tayari kutembea ndani ya wokovu na utakatifu. Hayo maswali lazima ujiulize, mwana wa Mungu. Leo nikupe tu challenge moja. Nenda nyumbani, kakae, tafakari. Je, wewe ni mwanafunzi wa Mungu? Wewe ni mfuasi wa Yesu? Au ni mtu tu unayesema umeokoka lakini sio? Kaa jitafakari, mwana wa Mungu. Asante. Shalom, shalom. Ni mimi Apostle Fausta. Command your day. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi, umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako imekuwa.